Ushuhuda huu wa Tanzania wenzangu unatukumbusha moja ya zawadi muhimu ambayo Mungu alitupa taifa la Tanzania kabla tujayapitia yale mauaji ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025, ingawa hatukutumia. Na ujumbe huu unatukumbusha sasa kwamba angalau bado tunaweza tukaitumia hiyo nafasi. Basi naomba niombe ndipo niendelee na ushuhuda huu, na baada ya ushuhuda huu nitakaribisha maombi. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, ninasimama kwako kwa sababu wewe ndiye uliyetuumba. Sisi ni asili yako, na pasipo wewe sisi tusingekuwepo. Kwa hiyo wewe ndio unaongoza maisha yetu, na hata uwepo wetu ni kwa sababu yako. Niongoze Bwana kuleta ujumbe huu kwa mtu mmoja mmoja na kwa taifa kwa ujumla. Maana wewe Mungu umesema kwamba tukija kwako kuomba na toba utaliponya taifa. Tunazidi kuja kwako Mungu wetu uliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Ninaomba niende moja kwa moja kwenye ushuhuda, ila sitauweka wazi sana. Ni kwamba tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 2026 niliota ndoto ambayo ilinihusisha mimi na mtumishi wa Mungu mmoja. Naomba tu nimtaje, Askofu Dickson Kabigumila. Kwenye hiyo ndoto kwangu niliona iko wazi sana na nilielewa, na nikaona ni vyema nimshirikishe, ila kwa sababu kumbe Italia alikuwa ameshaniblock pia hata Facebook, basi kabidi nimtumie mtu mwingine, mtumishi wa Mungu mmoja, ili amfikishie huo ujumbe. Na alipomfikishia alisoma tu lakini hakujibu. Baada ya mwezi mmoja na kitu, yani mwezi wa 3 wiki ya kwanza hivi, hicho kitu nilichokiota kwenye ndoto kikatimia kwa asilimia, tuseme kama asilimia 90. Yani kila kitu ambacho nilikuwa nimekiota. Nao nikawaza, nikajifunza. Unajua kuna wakati mwingine inabidi ujifunze kupitia makosa ya mtu mwingine. Nikajiuliza, mimi ni nani ambaye ninamsikiliza akinikosoa? Jibu nililolipata kwamba Mungu hataki uchague watu wa kuwasikiliza wanapokupa ujumbe, kwa sababu hatumpangii Mungu kwamba ampe ujumbe nani kwa ajili yako. Lakini pia unajua mtazamo wa Mungu kwenye utumishi wetu ni tofauti na sisi tunavyojitazama. Ni rahisi kumuona askofu ni kama mtumishi mkubwa sana, lakini kipimo cha Mungu sio hivyo. Kwa hiyo kwenye maisha yangu nikajifunza kwamba natakiwa nimsikilize kila mtu, alafu nipime na maandiko. Kama hicho kitu anachokisema kinaendana na maandiko, sitakiwi niangalie ukubwa wake, niangalie status yake, niangalie udogo wake. Sasa kuna kitu kimoja ambacho ninaomba nihitimishe nacho. Nikawaza kitu kimoja, naomba hiyo ndoto nisiweke wazi sana, lakini kwa ufupi ilivyoonyesha kwamba kuna mimi nilikuwa na tatizo langu na askofu naye alikuwa na tatizo lake. Sasa kwa sababu hatukuelewana, tukajikuta kila ambacho tulitakiwa tukifanye hakijafanyika. Maana yake mimi ndani yangu nikajisikia hatia juu ya taifa la Tanzania, kwa sababu utofauti wetu kuna vitu havijafanyika. Kwa hiyo nikaona nimwendee na kumjulisha ili angalau tuweze kurekebisha haya. Sasa kuhitimisha huu ujumbe, baadaye niweze kuomba, nikatafakari kuna wakati ambapo nilimkumbusha askofu kwamba ule ujumbe kwa habari ya maombi, na wakati huo video yake moja ilikuwa inaweza ikatazamwa na watu 70,000 hata ndani ya siku moja tu. Lakini hivi karibuni nikawa ninaona posti zake, unashangaa ni siku 2 lakini wametazama watu 200 au watu hata 100. Na ndani yangu nilipokuwa naangalia hizo video za sasa hivi, nikasikia ndani yangu naambiwa ya kwamba wakati wa Mungu aliyokupa usiuchezee.
Nikawaza vipi kama kipindi kile ambacho alikuwa anaweza kurusha video ikaangaliwa na watu 70,000, kama wakati huo angeutumia kuwaongoza watu kwa habari ya kumwomba Mungu. Maana alikuwa anafuatiliwa na wanasiasa wakubwa, alikuwa anafuatiliwa na wanaharakati wakubwa. Vipi huo muda angeutumia kuwaongoza watu kwa habari ya kumtafuta Mungu, kwa habari ya kumwomba Mungu? Kuna namna angekuwa na matokeo. Ilikuwa rahisi hata kuwaorganize wale wanaharakati ambao walikuwa popular, kwamba jamani, ili mambo yetu yafanikiwe, hebu tuanze na Mungu, tutenge siku ambayo tutaomba kama vijana kwa ajili ya taifa letu. Ilikuwa ni rahisi hao wanaharakati kumsikiliza, na wangeweza kuwafikia vijana wengi. Tafakari, vijana wangapi ambao wangeshawishiwa kumtafuta Mungu. Na Mungu kuna wakati mwingine haangalii ukubwa wa maombi, anaangalia matokeo ya hayo maombi, kwamba nikishajibu haya maombi vijana wangapi wataniamini. Sasa unajikuta umepoteza hiyo nafasi ambayo ulikuwa na uwezo wa kuwafikia watu 100,000 ndani ya wiki moja. Sasa unawafikia hata watu 300 ndani ya wiki moja. Kwa hiyo haya makosa tujifunze na sisi pia, kwamba usichague mtu wa kumsikiliza, bali msikilize mtu na ujumbe wake. Kingine ambacho naomba kuhitimisha ni kwamba kwenye kile kitu kilichotokea sasa kwenye uhalisia baada ya wiki moja, nakumbuka alituma askofu ujumbe ambao anasema kwamba Ukristo, yeye sio Mkristo na wala hakuna kitu Ukristo. Ukristo ulianza kuitwa na watu wapagani wa Antiokia. Lakini hiyo haikuwa shida sana kwangu, lakini aliposema kwamba Yesu anachonizidi yeye ni mzaliwa wa kwanza, lakini sote ni wana wa Mungu. Akasema na hata Yesu kwa levu niliyofikia ya miujiza, hata Yesu asipokuwepo bado wagonjwa wanapona, bado viwete wanaweza kuinuka. Hiyo ikanipa shida, kwamba hata Yesu asipokuwepo. Na akasema kwamba hata wengine mnasema Mungu leo umeniangusha, mimi nasema hata kama Yesu akiniangusha bado nitainuka. Au maneno nikasema mbona haya maneno ni magumu, kwa sababu hauwezi kujilinganisha na Yesu. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 11 hadi 12 nasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Maanake Yesu ndiye ametupa uwezo wa sisi kufanyika watoto wa Mungu. Sasa kama kuna mahali wewe utajiona uko sawa na Yesu, wakati yeye ndo amekupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Lakini pia tunaokolewa kupitia Yesu Kristo. Kama sisi wenyewe hatuwezi kujiokoa, ila Yesu ndo anatuokoa, ndo maana tunamuita Mwokozi. Kwa nini uanze kujilinganisha naye? Lakini pia Yesu amesema pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Unawezaje kusema kwamba hata Yesu asipokuwepo wewe hauwezi kushindwa, miujiza itafanyika? Lakini pia Biblia inasema ya kwamba Yesu alisema kwamba tukimpenda atakuja kukaa ndani yetu, yeye na Baba watakuja kufanya makao ndani yetu na watajidhihirisha kwetu. Manake miujiza tunayoweza kuifanya, wagonjwa kupona, ni matokeo ya Yesu kukaa ndani yetu na akajidhihirisha kupitia ndani yetu. Manake hiyo miujiza anayeifanya ni Yesu aliye ndani yetu. Maana Yesu, kumbuka, ni jina lilobeba ukuu wa Mungu, ni jina lilobeba mamlaka kimungu. Manake alipo Yesu, Mungu yupo na Roho Mtakatifu yupo, na Roho Mtakatifu ndiye anayezifanya kazi za Baba. Kwa kama Yesu hayupo na Mungu hayupo na Roho Mtakatifu hayupo. Na kwa sababu sisi hatuwezi kufanya neno lolote bila Roho Mtakatifu, manake kama Yesu hayupo na miujiza haipo, kwa sababu miujiza anaifanya sio sisi, ni Roho Mtakatifu kupitia Yesu Kristo. Sasa nakumbuka nilipomuuliza hivyo, akasema dogo, hujaacha tu. Alisema dogo ni nini?
Nikasema, mtumishi wa Mungu, unanizidi mwaka mmoja, lakini sio afya watumishi wa Mungu, mtumishi wa mwenzako kumuita dogo. Basi tukaendelea. Tulipomaliza ule mjadala na mabishano, ndipo nikakumbushwa kile kitu nilichoonyeshwa. Naona. Kwa hiyo hitimisho langu ni nini ambacho nataka kusema kwa mtu binafsi? Cha kwanza, hakikisha Mungu anazidi kuzungumza kwenye maisha yako. Angalau anakuonyesha mambo yatakayokuja baadaye, ili angalau iwe rahisi kujisahihisha kama kuna mahali ulionyeshwa kwamba kuna mapungufu. Hakikisha maisha yako yanaandaliwa na Mungu kabla wewe hujayafikia. Hakikisha Mungu anasema na wewe moja kwa moja au kupitia watu. Kubali Mungu awatumie watu kusema kwa ajili yako. Lakini cha mwisho kabisa, usiipoteze nafasi aliyokupa Mungu. Kuna wakati haitajirudia, na hata kama itajirudia itabidi ulipe gharama kubwa, kama Musa ilivyombidi alipe gharama ya kutengeneza mbao kwa mikono yake, wakati mwanzoni alitengenezewa na Mungu. Mwisho nimalizia andiko hili, kitabu cha Yeremia sura 23 mstari wa 22, inasema, laiti kama wangekaa kwenye baraza langu, wangeweza kuwasikizisha watu wangu maneno yangu. Maanake kumbe chochote unachokifanya, hakikisha umekitoa kwa Mungu, hakikisha umekaa kwanza na Mungu, ndipo kitawapa matokeo. Mfano, ile organization ya maandamano kama ingekuwa imetoka kwa Mungu, ingeleta matokeo ya kimungu kwenye utumishi, sio tu kwenye taifa, kwenye utumishi wetu pia. Haya, lakini andiko ambalo nataka kumalizia ni Mathayo sura 12 mstari wa 30, inasema, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami hutapanya. Hakikisha chochote unachofanya uko pamoja na Mungu, maana usipokusanya na Mungu, hata kama utakusanya vingi bado utatapanya. Kuna wakati ambapo mitandao ya kijamii inaweza ikatudanganya ya kwamba umaarufu wetu utakuwa na impact kwenye maisha ya watu, impact kwenye huduma. Kwa tunaweza tukalenga kuangalia ni agenda gani ambayo ninaweza nikaisimama nayo na ikanipa watu wengi. Unaweza ukawa na followers watu wengi, unaweza watu wakakufollow wengi sana kwa sababu ya agenda ya kitaifa iliyopo, lakini kama Mungu hayupo kwenye huo unachokifanya, bado utaishia kutapanya. Zawadi hii ambayo Mungu ametupa ya kuongea nasi juu ya taifa letu, juu ya maisha yetu, tunaitumiaje kama taifa? Juhudi zetu hizi za juu ya taifa letu la Tanzania haziwezi kuzaa matunda kama haturudi kwa Mungu aliye chanzo chetu. Hatuanzi na Mungu, hatumfuati Mungu anavyosema. Hakikisha kwenye maisha yako kuna sauti ya Mungu inayosema nawe, inayokupa mwongozo. Naomba uombe nami kama unahitaji sauti ya Mungu iseme nawe. Yamkini imenyamaza, yamkini Mungu asemi nawe tena. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninasimama mbele zako Mungu uliye hai. Tusamee mahali ambapo Mungu tumejikuta Bwana tunatembea wenyewe bila mwongozo wa sauti yako. Ninaomba Bwana kwa ajili ya mwanao huyu, inawezekana kuna mahali ambapo Bwana alifanya jambo na sauti yako ikanyamaza kwenye maisha yake. Mungu naomba umsaidie, Mungu naomba umpe neema. Na kuna wakati ambapo matokeo yetu kwenye huduma, kwenye kazi zetu yametudanganya na kujikuta tunajiinua na kujifananisha na wewe. Mungu tusamee, Mungu tupe neema yako. Tupe unyenyekevu unaotoka kwako ili tukuone wewe. Asante Mungu wa neema. Neno hili Bwana likafungue mlango wa sauti yako mpya kwa mwanao huyu anayenisikiliza, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mpe kukusikia tena Bwana. Ulipotaka kumwangamiza Sauli, ulinyamaza, hukusema naye. Mungu uliye hai, tazama, ukitaka kutuangamiza ni pale ambapo utazuia kusema nasi. Na hata kama utasema nasi, masikio yetu yatakuwa mazito kusikia.
ili uangamivu uje. Lakini Mungu, naomba rehema zako, tupe nafasi ya kukusikia tena. Mungu, tunaomba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, tupe kukusikia wewe Bwana, maana wokovu wetu, ushindi wetu unatokana na kukusikia wewe na kukufuata. Tusaidie Mungu, taifa letu Bwana, tutoke kwenye mikono ya watu ambao wamejimilikisha. Tunahitaji uhuru utokao kwako Bwana. Tupe uhuru taifa letu la Tanzania. Tupe uhuru taifa letu la Tanzania. Kumbuka damu zilizomwagika za Watanzania wasio na hatia Bwana. Mungu, ukasimame Bwana. Ukasimame Bwana kwa ajili ya damu za Watanzania zilizomwagika Bwana. Hatuna mwingine wa kututetea, hatuna mwingine wa kumlilia ila ni wewe peke yako. Mungu, achilia wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Hakikisha sauti ya Mungu hainyamazi kwenye maisha yako. Hakikisha sauti ya Mungu hauipuuzi kwenye maisha yako. Amen.